Gazeti la Mwananchi Tanzania limeandika habari hapa na habari kubwa kabisa. Imeandika kitanzi kwa mama. Kitanzi kwa mama. Mahakama yamtia hatiani yeye na mwanae wa kiume kwa mauaji ya kukusudia ya binti yake baada ya hukumu kimya cha tawala. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hii. Sasa takupeleka huko ukurasa wa 3 ni kujuze kwa undani zaidi. Lakini pia habari nyingine ni vita ya Mwinyi Othman kusaka kura 717,557 za kura Zanzibar. Ukurasa wa 6 kuna undani wa taarifa hiyo, na habari nyingine nasema mahakama yapiga stop mamilioni kutoka benki. Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Sasa hayo mamilioni ni shilingi bilioni 1.5. Habari nyingine ni mambo matatu kutumika kwa kumwenzi Dr. Salim. Ukurasa wa 2 kuna undani wa taarifa hiyo, na habari nyingine hapa naiona ni CCM kukamilisha miradi aliyoomba Msuya, Mwalimu ahidi viwanda. Ukurasa wa 5 kuna undani wa taarifa hiyo. Sasa kwenye gazeti la Mwananchi, hoja msingi iko hapa kwenye kitanzi kwa mama. Mahakama yamtia hatiani yeye na mwanae wa kiume kwa mauaji ya kukusudia ya binti yake baada ya hukumu kimya cha tanda. Na kupeleka huko Ankobike ili uangalie nini tena kumzaa mwenyewe alafu ndio unamuua mwenyewe. Kipi kilimsibu huyu mwanamama kumuua mtoto wake? Na kupeleka huko sasa hivi ili uweze kunipa jicho la kiupembuzi zaidi. Sasa mahakama kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam unaambiwa bwana iliyoketi katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imemhukumu Sofia Mwenda mwenye umri wa miaka 64 na mwanae wa kiume Alphonse Magombola mwenye umri wa miaka 39 kunyongwa hadi kufa baada ya kupatikana na hatia ya kumuua mwanafamilia wao huyo ambaye ni binti wa mama huyu. Sasa Sofia ni mwenye Sofia na mwanae wanadaiwa kumuua Beatrice Magombola ambaye yeye ndio binti yake huyu Sofia, ambaye ni binti yake wa kwanza wa kumzaa kabisa, kwa kumchoma kisu chini ya titi, na tukio hilo linadaiwa lilitokea pale Disemba mosi mwaka 2020 eneo la Kijichi wilaya ya Temeke jijini Dar es Salaam. Na washtakiwa hao wanadaiwa kumuua Beatrice na kisha mwili wake kwenda kuutupa eneo la Zinga lililopo Bagamoyo mkoani Pwani, na tukio hilo linadaiwa lilitendeka Disemba mosi mwaka 2020. Mwaka huo tarehe hiyo siku hiyo baada ya kumuua wakaenda kumtupa pale Bagamoyo. Sawa Ankobike? Na naambiwa hata hivyo katika maelezo yake ya onyo naambiwa iliyotoka kituo cha polisi Oysterbay pale, Sofia alikiri kumuua mtoto wake ili asiende kutoa ushahidi katika kesi iliyofunguliwa na baba wa marehemu baba yake ambaye ni Beatrice, baba yake Beatrice ambaye inadaiwa kwamba yeye Sofia na mwanae huyo Alphonse waliuza nyumba ya familia bila kumshirikisha baba. Ndio Ankobike. Baada ya kuuza nyumba ya familia kwa shilingi milioni 45 bila kumshirikisha baba si ndio akaenda kufungua kesi? Mbona mnauza nyumba bila kunishirikisha? Si ndio? Sasa binti yake huyu binti wa kwanza ndio alitakiwa katoa ushahidi, basi mama ndio kushiriki na mwanae wa kiume wakamuua. Tamani nini jomba? Nafikiri kuna vitu ambavyo tunapaswa kujifunza sana. Sisi wakati tunakuwa tulikuwa tunawasikia wazee wetu wakisema kwamba mzazi haui mwana. Si umeelewa? Lakini kwa miaka ya hivi karibuni imekuwa ni tofauti sana. Sasa hivi tunasikia wazazi wakiwa watoto wao, na hii ni kutokana na pengine ni kukosa ile ni kukosa ile uadilifu na tamaa tu za kimaisha. Kwa hiyo ukisikiliza kesi ya huyo mama ambaye amehukumiwa kwa kumuua mwanae wa kike ambaye ni Safia, ni kwamba mama alishindwa kuzidhibiti tamaa zake na akashirikiana na mtoto wake wa kiume wakauza nyumba bila kumshirikisha baba. Na sasa utaona namna gani ambavyo sasa hivi imani imekuwa ni ndogo na uaminifu pia umekuwa mdogo, kwamba sasa hivi hakuna kuaminiana.
Maana wewe unamwamini kwamba huyu ni mwenzangu, unachukua hati za nyumba unamkabidhi ukiamini huyu ni mwenza wangu, mzazi mwenzangu, msiri wangu, lakini imani imekuwa ni ndogo. Kwa umeona kwamba kukosekana kwa imani na imani ndogo kumepelekea kusababisha kifo pia. Sasa mimi niseme tu kwamba baadhi ya wazazi na walezi, hebu tuwe katika misingi ya imani, lakini pia tuwe na roho za huruma, kwamba sasa leo umeuza nyumba bila kumtaarifu mwenza wako ambaye ni mume wako. Kama haitoshi, umeenda pia kumuua mwanao kwa sababu tu ya kuficha ushahidi, lakini kwamba ulikiri. Kumbuka kwamba hata kama umemuua, lakini ulikiri mbele ya mahakama kwamba ni kweli umeuza nyumba na umeua pia. Sasa manake bado haikusaidii hii kwamba wewe usiingie katika hatiani, na hii inaenda kuzidisha kukoleza moto wewe kuweza kuingia hatiani. Kwa hiyo mimi niseme baadhi ya wazazi na walezi, tuwe na huruma, tupendane, tuwe na mioyo yenye subira, tusiwe na tamaa ya maisha. Hivi vitu ni vya kupita. Sasa visifikie wakati wazazi wakatoana roho ama wakawaua watoto wao kwa sababu tu ya mali. Na ni tukio la kusikitisha sana kiukweli kabisa. Mimi sikutarajia kama mama ambaye amembeba ujauzito wa mwanawe miezi 9 tumboni, leo anafikia hatua ya kumtoa uhai kwa sababu tu ya yeye aliuza nyumba, lakini akiamini kwamba mwanawe huyu wa kike angeenda kutoa ushahidi kwa sababu yeye alishirikiana na mwanawe wa kiume kuweza kufanya hilo tukio la kuuza nyumba pasi na kumshirikisha mume wake ambaye ni baba wa watoto wao. Ni jambo ambalo linasikitisha kweli kweli. Sasa kwa mujibu wa jeshi kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi, unaambiwa kwa BK, baada ya kuuza ile milioni 45, mama alichukua kwenye mgao. Sasa tunagawana. Mama alichukua milioni 12. Milioni 1 wakampa mtoto wake wa mwisho ambaye alikuwa anasoma, wakampa milioni 1. Fedha iliyobaki akampa huyu mwanae wa kiume Alphonse. Sawa? Ambaye ni Alphonse ndio walioshiriki naye sasa. Kwa hiyo hapa aliyekosa mgao ni baba na Sofia. Na Sofia ambaye ndio binti wake. Sofia si ndo mama na Beatrice sasa. Binti ni Beatrice, okay. Na Beatrice. Unaelewa? Ambaye ndio binti wa kwanza. Si ndio bwana? Sasa migogoro ya familia, hii migogoro ya familia tunajaribu kujenga hoja za msingi tu. Kama unauza mali ya familia bila ushirikiano wa nyinyi wote wawili, ndio tunachosema kwamba baba na mama inabidi mshirikiane ndani kwa kila jambo, si ndio? Kama ambavyo tunaambiwa kwa baadhi ya misaafu na miongozo ya kidini kwamba tukishaoana mimi na wewe ni mwili mmoja, si ndio? Sasa hivi kweli Uncle BK, sababu ya ushahidi mahakamani inaweza kutosha kweli kumwadhibu mwanao adhabu ya kifo? Ushahidi nafikiri ni dunia imefikia wakati wa binadamu tumegeuka kama wanyama. Tumekuwa na roho za kinyama. Hapo tufanye nini sasa Uncle BK ili tuondoke hapo? Kubwa kwanza ni kumrudia Mwenyezi Mungu. Imani zimetoweka kwa sababu wengi tumemsahau Mwenyezi Mungu, na tumekuwa na roho za tamaa, na tumeuvaa ubinadamu zaidi kuliko kumcha Mwenyezi Mungu, na tumekuwa na tamaa zaidi kuliko kufanya yale ambayo ya kimsingi. Sasa ili tuweze kutoka huko, mambo mengi ambayo yanatokea ni kutokana na kumsahau Mwenyezi Mungu, kwa sababu imani kwa binadamu zimetoweka kabisa. Machoni kama watu, moyoni hatuna utu, na tumekuwa kama wanyama. Sawa. Msikilizaji, unaweza ukaweka ujumbe wako pia kupitia 0779729593. Tuambie, je, haya yanayoendelea, mama kumuua mwanae, mtoto hizi mali zimekuwa na umuhimu kiasi hicho? Sababu ya msingi ni nini? Je, ni mali kweli kama tunavyoona hii migao, au kuna sababu nyingine nyuma? Weka maoni yako hapo tujuze kwa undani zaidi.